بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Rajab mwaka wa 1446, katika darsa ya kitabu ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma للإمام ابن باز رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tuendelea kusoma usulul iman, misingi ya iman, na tulifikia الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. msingi wa pili katika misingi ya iman nao ni msingi wa kuamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ حفظه الله تعالى: والملائكة خلق من خلق الله عز وجل. ملائكة ni viumbe katika viumbe vyake Allah azza wa jalla, wa jundun min junudihi, na malaika ni katika jeshi lake Allah subhanahu wa ta'ala. la ya'suna Allah tabaraka wa ta'ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. na malaika katika sifa zao ni kuwa wao hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri anayoamrisha, na ni wenye kufanya kila wanachoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. la ya'lamu 'iddatahum illa alladhi khalaqahum tabaraka wa ta'ala, na hakuna anayejua idadi ya viumbe hawa malaika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة, na kile kinachotupasa sisi, kinachotakwa kutoka kwetu sisi katika kuamini malaika, an nu'mina bil malaikati ijmalan fima ujmila وتفصيلا فيما فصل. ni kuamini malaika kwa ujumla. kiwa wamezungumziwa kwa ujumla tuamini, kwa bimaana tuamini kwa ujumla wa malaika ambao idadi yake hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika hao muasi Allah subhanahu wa ta'ala. kwa hiyo tuamini kwa ujumla kile kilichoelezwa kwa ujumla, وتفصيلا فيما فصل, na tuamini kwa tafsil, kwa ubainifu zaidi kwa kile kilichobainishwa. kwa mfano Jibril ni jina la mkubwa wa malaika, tumetajiwa, tuamini. sawaun fil asma'i, iwe sawa katika majina au al-a'dadi au idadi yao, au al-awsafi au sifa zao, au al-wadhaifi au nyadhifa zao, kazi zao. kwa sisi tuamini malaika kwa ujumla na kwa ubainifu. kilichotajwa kwa ujumla tuamini kwa ujumla, kilichotajwa kwa ubainifu tuamini kwa ubainifu. فمثلا kisha akapiga mfano asmaul malaika,
tukiangalia majina ya malaika lam yudhkar fi an-nusus illa asma'u ba'dihim, hayakutajwa katika nusus za Qur'an na Sunna isipokuwa majina ya baadhi ya malaika, sio wote. مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، هؤلاء بعض الملائكة ambao wametajwa kwa majina. فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت. kwa haya majina ya malaika yaliyowekwa wazi na kubainishwa na kupambanuliwa kama yalivyokuja katika Qur'an au yalivyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuyaamini kwa namna yalivyopambanuliwa hivi hivi kwa majina yao, tuwaamini wa malaika. وما لم يأتي من أسمائهم تفصيلا نؤمن به إجمالا، na wale malaika ambao majina yao hayakuja kubainishwa na kuwekwa wazi katika Qur'ani na Sunna, sisi tuwaamini kwa ujumla. فنؤمن أن لله عز وجل ملائكة ولهم أسماء الله أعلم بها، وسيسي tuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wake, na malaika hao wana majina, lakini Allah ndiye anayejua majina yao, sisi hatuyajui. Tuyajua ya wale waliotajwa peke yake. كذلك الأسماء التي تشمل الملائكة كلهم، كذلك kuna majina ambayo yawakusanya malaika wote au jumla ya malaika. مثل tuchukulie mfano al-malaika, hili ni jina ambalo waingia ndani yake malaika wote. al-kiramul barara, rusulullah, as-safaratu, kwa hani majina ambayo waingia ndani yake malaika. فكل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسمائهم نؤمن به، kwa kila kilichokuja kwa ubainifu na kukupambanuliwa na kuwekwa wazi katika majina ya malaika tuyaamini, au tuwaamini malaika hao kwa majina yao. Kwa hiyo hapo ni katika kuzungumzia sifa, majina, al-asma wa awsafu al-malaika. Ama tukija katika sifa za malaika, نؤمن تفصيلا بما جاءت به النصوص مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة. hapa pia tuamini kile kilichopambanuliwa na kuwekwa wazi katika sifa za malaika, tuamini hivyo hivyo ilivyoelezwa. وما لم يأتي من التفاصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا، na zile sifa ambazo hazikuja kwa kupambanuliwa na kuwekwa wazi sisi tuamini kwa ujumla. Kwa mfano tuamini kuwa katika sifa za malaika wana mbawa kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini malaika huyu ana mbawa ngapi na yule ana mbawa ngapi hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, illa yule ambaye tumetajiwa kama nani? Jibril. ولا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، kwa hatuingii katika kuanza kupayuka na kuanza kuzungumzia yale ambayo hatuna ilmu nayo, yale yasiyokuwa na dalili katika Qur'an wala Sunna, hayo tuachane nayo. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل. لماذا؟ لأنهم غيب. kwa sababu hiyo haijuzu kwa mtu yoyote kuwasifu malaika kwa sifa ambayo hana ilmu nayo bila dalili, kwa sababu malaika ni ulimwengu uliofichika, ni ghaibu.
ووسيلتنا في معرفة هذا الغيب من خلال الوحي na njia yetu ya kujua haya yaliyofichika ya ghaib haiwezekani isipokuwa kwa kupitia nini wahi فما جاء في الوحي من التفاصيل نؤمن به kwa kila kilichokuja katika wahi kikapamanuliwa na kuwekwa wazi sisi tuamini وما لم يأتي لا نخوض في شيء لا علم لنا به ama kile ambacho hakikuja la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi sisi hatuingilii katika kuzungukia jambo na kulizungumzia ambalo hatuna ilmu nalo. Kwa usije hapo ukaja na sifa nyingine za ajabu ajabu ukawapandika malaika sifa hizo, mpaka uwe na dalili, kwa sababu ni ulimwengu wa ghaib. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, usifuate kile usichokuwa na ilmu nacho. inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Utaulizwa bwana juu ya masikizi yako, juu ya kuona kwako, juu ya moyo wako, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Qala wa min awsaf al-malaika ala wajhi at-tafsil. Sasa akizungumzia Sheikh mfano wa zile sifa za malaika zilizokuja kwa wajhi wa tafsili, bimaana kukapamanuliwa zaidi, sababu zimekuja baadhi ya dalili katika Qur'an na Sunna kubainisha na kuweka wazi baadhi ya sifa za malaika. Na subhanallah, hizi sifa ambazo utazisoma katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sifa za ajabu sana. Wengine tuweza kusema ni viumbe watishia kiukweli, kwa lile umbile Allah alilowaambia nalo na ukubwa aliokuwa nao. Wallahi lau kama utasikia sifa hizi nyingine utashangaa. Na hapa kama atakavyotaja mfano ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديثي صحيح ليثبيت كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم أسيما: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. nimepewa idhini niwahadithie nyinyi au nihadithie juu ya malaika katika malaika wa Allah, katika wale wanaoibeba arsh. Sikiliza vizuri hapo, malaika wanaobeba nini? Arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inma baina shahmati udhunihi, na hapa kuna kuthibitisha kuwa malaika wana nini? Wana masikio kwenye hiki kinyama cha chini cha masikio yao. Ila atiqihi, na atiq ni sehemu baina ya bega na shingo hapa katikati, bimaana kutoka katika kinyama hiki cha masikizi yao cha chini mpaka kwenye sehemu ya katikati ya bega, katikati ya bega na shingo hapa katikati, masafa yake, urefu wake masiratu 700 am, ni mwendo wa miaka 700. Sio fahamu? Yani ukitembea miaka 700, karne 7, watoka kwenye sikio ndio ufike hapa katikati ya bega lake na shingo yake. Malaika atakuwa mkubwa kiasi gani? Tunasema subhanallah, ukisikia wasifu wa malaika utashangaa, ni mkubwa huyu. Sasa fikiria muumba subhanahu wa ta'ala, hawa malaika
wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba hofu ya ajabu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, wana hofu ya ajabu. Kisha waweza kujiona kijijitu kidogo chajipiga kifua eti pia nitawaonyesha mimi. Allahu musta'an. Lau kama ungelikuwa wewe wajua kiwango gani unachofunika katika hii ardhi, wewe ungenyamaza kimya. Yani wewe wafunika nini katika chumba chenyewe? Ukijazi kitanda chako unacholala ukijazi, kisha wajipigia kifua na kelele kweli kweli. Wewe ukiona kiumbe kama hiki si wafa wewe, haja kufanya kitu, umuona tu hivyo, utakuwaje siku hiyo? Mwanzo utamuona vipi wewe miaka 700 mpaka ufike kwenye hilo sikio? Ukitizama wewe utamuona vipi wewe kiumbe huyo? Hajasima, hujaambiwa kutoka kichwani mpaka mguuni, umeambiwa kwenye sikio hapa chini mpaka hapa kwenye katikati ya bega hapa, basi miaka 700 mwendo. Kisha mtu ajipige kifua na kibri bwana, amfanyie kiburi Mola wake katika huu ulimwengu ambao ni sehemu ndogo sana katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena وهذا فيه إثبات العاتق والأذن وشحمة الأذن. Na hapa kuna kuthibitisha al-atiq. Atiq kama nilivyotaja ni sehemu ya katikati ya bega na shingo, kuwa malaika wana sehemu hii, ni sifa yao. Tena wana masikizi na wana shahmat al-udhun, kinyama ikicha chini ya sikio. Wa 'idham al-khalqi, na ukubwa wa umbile lao, bimaana wameumbwa umbile kubwa mno. Falau anna tayran tara min 'atiq al-malak muttajihan ila shahmati udhunihi lahtaja ila 700 sana tayran hatta yasila ilaiha. Kwa mfano ndege, wacha wewe labda utakuwa mzito, ndege yule kindege kikaruka kuanzia pale katikati ya bega na shingo, akaruka kwa ajili ya kufika kwenye sikio la yule malaika kwenye kinyama cha chini, aitajia miaka 700 mpaka afike huko. Kisha Sheikh akasema, wa amma binisbati lana فالمسافة بين العاتق وشحمة الأذن قصيرة جدا. أما sisi wanadamu, yale masafa baina ya skizi lako na katikati ya bega lako pale ni masafa mafupi mno. La takfi an yaqifa at-tayru mujarrada wuquf, wacha kuruka, hata kusimama yule ndege hapa mtoshi. Yule ndege kusimama hapa pia hapa mahali mpadogo kwake, yani akisimama yule ndege yuwapita lile sikio lako. Lakini huyu malaika, tizama hali yake. Wa min awsafihim, na katika sifa zao, annahum khuliqu min nur, kuwa malaika wameumbwa kwa nuru, kama vile mwanadamu ameumbwa kwa udongo na majini wameumbwa kwa moto, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kama ilivyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ameumbwa na udongo na majini wameumbwa kwa ndimi za moto na malaika wameumbwa kwa nuru. Kama fi alhadithi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala خلقت الملائكة من نور. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadith sahih katika sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha ametaja kuwa na malaika wameumbwa na nuru. Wa anna lahum ajniha, na malaika wana mbawa. Qala Allah ta'ala ja'ilil malaikati rusulan, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia malaika miongoni mwao kuwa wajumbe. Uli ajnihatin, wenye mbawa. Mathna, kuna wale walio na mbawa mbili mbili,
wa thulatha tatu wa rubaa na wenye mbawa 4 yazidu fil khalqi ma yasha. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح. متوم صلى الله عليه وسلم alimuona Jibril katika sura yake aliyoumbiwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Jibril alikuwa akija haji katika ile sura yake aliyoumbiwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa akija wakati mwingine katika sura ya binadamu kama tulivyosoma katika hadithi ya Umar radhiyallahu anhu. Lakini kuna baadhi ya nyakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril au mara mbili tuseme katika lile umbile ambalo Allah amemuumba nalo, na umbile lenyewe latishia kweli. Ana mbawa 600 zimepangwa vipi Allahu a'lam, lakini ana mbawa 600. Sasa sikiliza hizo mbawa, asema kullu janahin minha qad sadda al-ufuq, kila ubawa katika hizi mbawa 600 akiufungua afunika al-ufuq, ni horizon kiingereza huita, yani baina ya mashariki na magharibi unaoiona kule mwisho, afunika kwa ubawa mmoja hivi mashariki mpaka magharibi. Sasa ni mbawa 600, akifungua mmoja wafunika hivyo, akifungua zile 600 mtakuwaje huko? Alayhi salam قال يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. Akipukuta zile mbawa zake kuanguka katika zile mbawa rangi mbalimbali za madini ya ghali na yaqut za ngara zaanguka katika mbawa nani? Za Jibril alayhi salatu wassalam. قال الشيخ فهم خلق عظيم, ni viumbe vikubwa mno. لهم أوصاف عظيمة تدل على هذه المخلوقات وقوتها وكبر أجسامها, ونصيفة عظيم zinazoonyesha hivi viumbe na nguvu walizokuwa nazo na ukubwa wa miili yao. Allah amewaumba ni wakubwa mno hawa malaika. Akazungumzia shekhe kuhusu idadi ya malaika, sema wa a'dadul malaika ijmalan. Tukizungumzia idadi ya malaika kwa ujumla, nu'minu bi anna adadahum la yuhsihi illa alladhi khalaqahum, tuamini kuwa idadi ya hawa malaika hakuna anayeweza kudhibiti idadi yao isipokuwa yule aliyewaumba peke yake. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua wanajeshi wa Mola wako isipokuwa yeye mwenyewe peke yake. Wa mimma yadullu ala hadhihi al-kathrati al-'azima al-malaika qissatu al-Isra' bin Nabiy alayhi salatu wassalam, katika dalili zinazoonyesha wingi wa malaika na kuwa ni wengi sana idadi yao ni kisa cha al-Isra, alipopelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ile ya usiku inayojulikana kama safari al-Isra wal Mi'raj, حيث قال Mtume صلى الله عليه وسلم asema thumma rufi'a li al-bayt al-ma'mur, katika kupandishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mbingu ya kwanza ya pili akaiona nyumba inayojulikana kama al-Baitul Ma'mur, ambayo ndio al-Kaaba ya wapi? Ya mbinguni huko. Faqultu ya Jibril ma hadha, nikamuuliza Jibril nini hii? Qala hadha al-Baitul Ma'mur, akaniambia hii ndio al-Baitul Ma'mur, kama vile al-Kaaba ya huko juu.
yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak, kila siku waingia katika nyumba hii kufanya ibada malaika 70,000. idha kharaju minhu, na wanapoingia wakitoka, lam yaudu fihi akhiru ma alayhim, hawaregei tena pale, bimaana kesho waja wengine. Kwa hivyo kila siku kupitia malaika 70,000 ambao hawatarudi tena pale, waja mara moja peke yake kutoka waumbwe, waja mara moja, ukiondoka ujue kila siku kwaja wapya wengine. Kwa hivyo wewe pigie hesabu sasa, kwa mwaka wako malaika wangapi wampita pale? Miaka 2, 3, 10, miaka ulioishi wewe tu, pigie hesabu ujue malaika ni wangapi wanaoingia pale tu, mbali na wengine. وقال عليه الصلاة والسلام أطت السماء, mbingu zimepiga ukelele. Kwa mfano kiti kikiwa cha zamani, unaona kiti cha zamani mtu akikaa juu yake huwa chatoa nini? Ile sauti ya kwii, sio? Ndio hivyo hivyo zile mbingu, yani kitu chochote kikiwa kimezidiwa na ule uzito kile kinachoketiwa au ikawekwa juu yake kilo nzito, kuna sauti yatoka. Ile sauti inayotoka ile ndio inayokusudiwa apatis sama, zile mbingu zimepiga ukelele. wa huqqa laha an ta'it, Mtume sallallahu alayhi wasallam, na zina haki za kupiga ukelele na kutoa sauti kama hiyo. Kwa nini? ma fiha mawdhi'u 4 asabi', hamuna katika mbingu zote hizi sehemu ya vidole 4, illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah, isipokuwa kuna malaika ameweka bapa lake chini kumsujudia Allah. Sijui wafahamu, yani hizi mbingu zilizoko juu yetu na zile zilizoko juu yake hivyo, hakuna sehemu ya zaidi ya vidole 4 isipokuwa kuna malaika wamepangana, wote wamemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wafikiria hapa msikitini tu, mfano hapa msikitini, hapa tulipo, tasawwar katika kila vidole 4 kuna watu wansimama wafanye ibada. Wewe ukija washtuka, msikiti umejaa. Sasa mbingu zote zimejaa hivyo, na malaika wenyewe ukubwa wao ni huo mfano mliona, wamemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wote. Alafu waambiwa swali, wasema siko fresh. Wewe una wazimu? Yani wewe wajiona muhimu sana. Allah hana haja na ibada zetu, sisi ndio tunaomhitajia Allah subhanahu. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ikiwa ni viumbe vinavyomwabudu, hatuwezi kuwafikia malaika. Kuna malaika wameumbwa, hii ndio kazi yao, wao wamsujudia Allah mpaka siku ya kiyama, asujudu tu, amsujudia Allah, hachoki. Alafu wala yastahsirun, wala usifikirie siku moja taona shingo imemtia uzito kusujudu. Hata hapa tuna machovu kabisa, tunaochoka mimi na wewe. فهذا مما يدل على كثرة الملائكة, hizi dalili zaonyesha ule wingi wa malaika. وتفصيلا نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل كما وردت. أما tukizungumzia tafsili, kadhalika sisi tuamini idadi ya malaika kama ilivyokuja kwa tafsili, كقوله سبحانه وتعالى, كما في قولياك الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. na watakuwa ni wenye kubeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, arshi ya Mola wako siku hiyo malaika 8 mbeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام
yu'ta bi jahannama yawma idhin, siku ya kiyama moto wa jahannama utaburutwa na kuletwa mbele za watu. Laha 70,000 zimamin, una mashiko 70,000. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha, kila mashiko yana malaika 70,000 waburuza. Sasa wewe piga 70,000 mara 70,000, ndio idadi ya malaika watakaokuwa wakibeba moto wa jahannam kwa mashiko yake, kuwaletea watu wauone moto wa jahannam mbele ya macho yao. Idadi kubwa mno, kwa mamilioni watakuwa wabeba ule moto wa jahannam, na watu wataona kwa macho yao. Qala wa wadhaifu almalaika wa a'maluhum ijmalan, ama tukizungumzia nyadhifa za malaika na kazi zao kwa ujumla. Hum jundun lillahi azza wa jalla, malaika ni wanajeshi wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila malaika katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwanajeshi katika wanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala, aingia katika jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadun mukramun, na ni waja wa Allah watukufu. Wa kullu minhum qa'imun bima ya'muruhu Allah subhanahu wa ta'ala bihi atamma qiyamin, na kila mmoja wao asimamia kile ambacho ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu. Laysa fihi man ya'si Allah fi amrihi, hakuna katika malaika hata mmoja anayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika amri yake kabisa. Hakuna hata mmoja katika malaika anayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika kile alichoamrisha, na ni wenye kufanya yale anayoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsilan, na kwa ubainifu pia tuamini, nu'minu biwadhaifihim allati ja'at bayanuha fi alkitabi was sunnah, tuamini nyadhifa zao wale malaika zilizokuja kuwekwa wazi katika Qur'an na Sunna. فمن الملائكة من هو موكول بالوحي، wapo katika malaika ambao wamewakilishwa kwa ajili ya kuteremsha wahi. Miongoni mwao ni Jibril alayhi salam, nazala bihi ar-ruhul amin, ambaye ar-ruhul amin, roho muaminifu, anayekusudiwa ni Jibril, na ameitwa ar-ruh kwa sababu ateremka na wahi ambao ndio uhai wa nyoyo za watu, yaitwa ruh. nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Kwa katika kazi kubwa Jibril aliyokuwa akiifanya ni kuteremsha wahi. wa minhum man huwa mawkulun biqabd al-arwah, na wapo katika malaika ambao wamewakilishwa kwa ajili ya kuchukua roho kwa amri ya Allah, kuchukua roho za viumbe. qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, na huyu malaika anayetoa roho Allah subhanahu wa ta'ala akamuita katika kitabu chake malakul maut, ni malaika wa mauti. Ama lile jina ambalo ni maarufu kwa watu wa mitaani, sema Israeli, ama kwa watu wa mitaani wasema Israeli. Naam, Israeli. Hili jina halikuthibiti la katika Qur'an wala katika Sunna, na ndio pale alipoulizwa الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى
huyu malakul maut jina lake nani kama sio Israeli nani? Akasema msubiri na kuhakikishia atakuja kukuchukua roho yako, akija muulize. Fahamu? Maana hakutajiwa katika Qur'ani wala Sunna. Wewe unataka kujua kitu ambacho kutajiwa katika Qur'ani wala Sunna, subiri, wala usiwe na shaka, atakuja. Siku akija wewe muulize, bwana huku waendelea huku waitwaje wewe, kisha jua mwenyewe huko. Maana kuna mambo mengine wallahi Sheikh Al-Fawzan al-Furaisha, kuna maswali ya akhi wauliza kuna faida gani nyuma yake utapata. Lau kama kungelikuwa na faida nyuma yake tungeambiwa kwa jina lake ni fulani, lakini wewe umeambiwa malakul maut, basi ndio hivyo alivyoitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, baki hapo hapo, ni malakul maut. Wa minhum man huwa mawkulun bihifdhi al-'abdi, na kuna malaika ambao wamewekwa kazi yao kumchunga mja, na hii ni katika neema na fadhila za Allah juu ya waja wake. lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah, kila mtu, kila mmoja ana kundi la malaika mbele yake na nyuma yake linalomlinda kwa amri ya Allah. Na lau kama Allah hakutuwekea sisi malaika kutulinda, basi ule udhaifu tuliokuwa nao tungelikuwa tupatwa na madhara sana. Lakini Allah kwa rehema zake na fadhila zake akatujalia kila mmoja wetu na malaika. Sasa lile uliloandikiwa kukupata, sasa tuseme umeandikiwa sasa apatwe na ajali, wale malaika waondoka wakaa kando ili amri ya Allah ipite. Lakini ambalo halikuandikwa basi halikupati, wamewekwa kazi yao ni mabodyguard wako wa kulinda wewe, pamoja na kuwa wewe huwaoni, lakini Allah ashakwambia kuwa kila mmoja wenu mmemwekea malaika kazi yao kumlinda, yahfadhunahu min amri Allah, wa muhifadhi kwa amri ya Allah. Wa minhum man huwa mawkulun bilkitabati, na hivyo hivyo wapo katika malaika ambao wamewekwa wao kazi yao hawa malaika ni kuandika matendo ya wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa inna alaykum lahafidhin, na hakika bila shaka wapo walinzi juu yenu. Kazi yao nini? Kiraman katibin, waandishi wenye heshima, waandika yale mnayoyafanya. hawa malaika ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua mnayoyatenda na wayaandika. ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kwa hakuna kile unachokitamka isipokuwa yuko malaika tayari kukuandikia amali yako. wa minhum man huwa mawkulun bilqatri, na wapo katika malaika ambao amewekwa yeye kazi yake ni mvua. Ambaye nani? Mikail, yeye kazi yake ni mvua. إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي جاء تفصيلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, na nyinginezo katika nyadhifa za malaika mbalimbali zilizokuja kubainishwa na kuwekwa wazi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakullu dhalika nu'minu bihi, yote haya sisi tuyaamini, yote tuyaamini, hatuna shaka nayo. Wa min dhalika aidan, pia katika hayo yaliyotajwa Sheikh hapa kuwasahau tulab alilm na kuwahimiza na kuwapa himma, akataja hii hadithi, ma jaa fi alhadith qala sallallahu alayhi wasallam majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah, hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana misikiti.
yatluna kitab Allah, wakawa ni wenye kusoma kitabu cha Allah na yaingia ndani yake ilmu, sababu ilmu ya sheria yatoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatadarasunahu bainahum, wasomeshana baina yao kitabu cha Allah, wasomeshana dini ya Allah. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa utawashukia wao utulivu. Na wewe jichunguze, ukihudhuria katika mkao wa ilmu, ule utulivu unaopata ndani ya moyo hauna mfano wake, raha kabisa. Waweza kuwa na dhiki zako huko nje, ukiingia msikitini ukakaa humo, wasahau kila kitu, shida zote usahau. Alhamdulillah. Nawaambieni, lau kama wangelikuwa watu wajue ile raha tunaoipata kukaa vikao, basi hapa tusingetosha. Lakini ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kila mmoja apata neema kama hii. Wale walioipata neema kama hii tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, kama kwa mfano sasa hivi kuna shughuli gani kubwa wengi katika watu huko nje wanazo, ashamaliza shughuli zake, amerudi kwa nyumbani, ametulia. Kipi cha mzuia yeye kuja kukaa msikitini kwa mfano baina al-maghrib wal-isha, akakaa akasikiliza darasa akafaidika? Hajapata taufiki hiyo. Lakini ule utulivu anaupata mja kwa kukaa hapa, angelikuwa kila mmoja apigania katika kukaa katika vikao kama hivi. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, na rehma ya Allah ikawafunika. Na ndio pale kuna neno likazungumzwa katika darasa, katika kikao cha ilmu, ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi, ikawa ni sababu ya maisha yako kubadilika kuwa mazuri zaidi. Kwani jiangalie makini wewe, jichunguze wewe talib ilmu. Kama si ule uliosukumwa na mzazi wako, umekuja mwenyewe kutafuta ilmu, chunguza kitu gani kilichokusukuma wewe kutafuta ilmu, ikiwa hukusikia neno lilokutia himma katika kwenda kutafuta ilmu. Jichunguze makini. Najua wako wengine wamesukumwa, kwa watoto nenda kasome, staki, nenda staki. Kuna sheria nyingi kweli kweli, kuna hutoki kuhifadhi vitu gani, mimi siwezi bwana, staki. Unajua kuna watoto wako hivyo, nuani min haula. Mara nyingine wakati wampa nasaha mwanafunzi, basi bwana, mara huyo ashakimbilia mbali, sijui kimbia hapo kwenye dunia hii, sababu asukumwa na yule mzazi. Basi mimi siwazungumzia hao, mimi namzungumzia talib ilmu kwa moyo wake amekuja kutafuta ilmu. Jichunguze, utakuta kuwa ulisikia neno ambalo likakufanya wewe ukasema mimi nenda kutafuta ilmu, acha nikasome. Kuna kitu kimekuathiri. Sasa ile ni katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, tutupelekea sisi katika hali kama hii. Wahafathum almalaika, na malaika huwazunguka, pamoja na kwa sisi hatuwaoni, lakini tuamini kuwa wale malaika wazunguka vikao kama hivi. Wadhakarahum Allahu fi man indahu, na Allah atawataja mbele ya wale walioko kwake katika malaika na kuwasifu waja wake hao. Kwa sisi tuamini sasa hivi hapa tulipokaa katika vikao kama hivi, insha Allah tuamini na kutarajia kwa kuna malaika wametuzunguka, pamoja na kuwa tuwaone. Na hapo ndipo unapojua kuwa kuna malaika wamekuketia hapo kuzunguka wewe kwa ajili ya heshima ya vikao kama hivi. Wahisi ndani ya moyo wako ule uzito wa vikao kama hivi. Kwa ikiwa kuna mtu ana upuzi mchezo, basi ona haya. Ikiwa mmoja wetu mbele ya mtu mzima tu mwanadamu aona haya kufanya upuzi mbele yake, basi malaika ni mimbabi aula. Uwe vile vikao vya ilmu utavipa heshima yake. Na hii ni kwa yule ambaye yuamini, ahisi katika moyo wake kuwa mimi niko mahali ambapo hata malaika pia huhudhuria. Kwa nini mtu kama huyu asiwe atakuwa na utulivu na heshima katika vikao kama hivi?
وقال صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم كسيمتين من سلك طريقا يلتمس فيه علما من يكفوة njia katika njia ile na kutafuta ilmu سهل الله له طريقا إلى الجنة na Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia ya kuelekea peponi. wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, na malaika ni wenye kushusha mbawa zao kwa kuridhia kile anachokitafuta talibul ilm, kwa heshima. Kwa hiyo wewe unapokuja kutoka nyumbani kwako pale waja katika darasa, hili jambo lihisi katika moyo wako kuna malaika wa kuwekea wewe mbawa chini. Kwa hivyo uwe na heshima, uwe na tawadhu, vile vikao uvipe haki yake. Lakini hajaheshimu vikao vya ilmu yule anayekuja katika vikao vya ilmu kisha hajali zile adabu ambazo takikana ajipambe nazo katika vikao kama hivi. Kwa malaika kwa kumridhia yule mwanafunzi ufanye jambo kama hili, kushusha mbawa zao. Fatalibul ilmi yamshi fi halqati alilmi wa yajlisu fiha yawmiyan, mwanafunzi huyu huenda katika vikao vya ilmu na kukaa huko kila siku. wala yara almalaikata wa hiya tad'u ajnihataha li talib alilm, lakini hawaoni wale malaika wanaoweka mbawa zao chini kwa ajili ya huyu mwanafunzi. Na sitasema sana hapo kwa sababu kuna kikao hapa tulizungumza ni mwanafunzi gani ambaye malaika huweka mbawa zao chini kwa ajili yake. Si kila mwanafunzi. Nieleza hapa maneno ya Imam al-Ajurri al-Hussein, mkumbuka kuna siku nilitoa kalima hapa, ni mwanafunzi aina gani ambaye malaika huweka mbawa zao chini kwa ajili yake. Si kila mburumatari tu yuaje weke mbawa chini. Rudini katika ile kalima, nimesoma maneno ya Imam al-Ajurri akieleza ni mwanafunzi wa aina gani ambaye malaika huweka mbawa zao chini kwa kumheshimu mwanafunzi kama huyo. Si waje utukako kule kwa sababu mfukuzo nyumbani tu ndio uje, alafu wewe pia utakuwekea mbao, uweke mbao kwa wewe nani? Una hamu hata kutafuta ilmu, una haja nayo ilmu, umekuja basi tu. Waje kwenye vikao vya ilmu kisha huna adabu za talib ilmu, hauingii katika hadithi hii. Ni mwanafunzi anayejipamba na sifa za talib ilmu, huyu basi ndio malaika humwekea mbawa chini kwa heshima na kuiridhia ile ilmu anayotafuta yule kijana. Qala wala yara almalaikata wa hiya tad'u ajnihataha li talib alilm wala yarahum wa hum yahuffuna majlis alilmi bi ajnihatihim, wala pia hawaoni wakiwa wamezungusha mbawa zao kufunika vile vikao na hilaq za ilmu. Hawaoni kweli, hatuoni sasa. lakinahu yu'minu bidhalika, lakini aamini hilo. wa ala yaqinin bihi, na ana yaqini nalo hilo. liannahu yu'minu bilghaibi, kwa sababu aamini ghaib, yale yaliyofichika. wa hadha aliman lahu atharuhu ala alabdi wa lahu waq'uhu fi an-nufus, na imani hii ina athari kwa mja na ina sehemu inaoangukia nzito katika nafsi yake. حيث يستشعر العبد في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة. ومجا anapotafuta ile ilmu ahisi katika kutafuta ilmu kwake ile heshima kubwa anayopewa. في شرف طلب العلم, katika utukufu wa kuitafuta ilmu. wa annahu min sharafihi, na kuwa katika utukufu wa kuitafuta ilmu, أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنعون, kuwa malaika huweka mbawa zao chini. Hawaweki mbawa zao chini kwa sababu ya mawaziri wala maraisi wala yote lina vyeo katika vyeo vya kidunia. Lakini wewe talib ilmu uliyemkweli katika kutafuta kwako ilmu, malaika huweka mbawa zao chini kwa ajili yako, kwa heshima,
walionayo ile ilmu na kwenda kuitafuta. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya nyadhifa za baadhi ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyadhifa zilizotajwa kwa ubainifu na upambanifu kama huu twaziamini. Na wale ambao hatukutajiwa nyadhifa zao, twajua Allah amewekea nyadhifa, yende anayejua zaidi, sisi hatujui, lakini tuamini. Na huko ndiko kuamini malaika. Allahu musta'an. وقت مسونغ. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.